Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom, mtazamaji wa kipindi chetu cha Sauti ya Uponyaji. Nina furaha sana kuzungumza na wewe siku ya leo katika kipindi hichi cha Sauti ya Uponyaji. Mungu amekuwa mwema sana. Tuko hapa kwa ajili ya kujifunza kuhusu Mungu, lakini tuko hapa kwa ajili ya kuona kwamba tunapokea mambo tunayoyahitaji kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo mahali popote unaponitazama, sehemu yoyote ulipo katika nchi ya Tanzania, nje ya nchi ya Tanzania, Mungu anaweza kukufanyia jambo fulani kupitia madhabahu yetu ya Sauti ya Uponyaji. Sasa leo mimi nitazungumza namna ambavyo Mungu anaweza kufanya kazi. Jana tulikuwa tunaongea na tulizungumza kwa kifupi kwamba kila anachoweza kufanya Mungu kwenye maisha yako. Lakini leo nataka kuzungumza na wewe namna Mungu anavyoweza kufanya kazi kwenye maisha yako, namna ambavyo Mungu anafanya kazi kwenye maisha yako. Na nitakurudisha nyuma kidogo, mtazamaji wangu. Mungu na shetani ni roho. Mungu na shetani ni roho. Mungu yuko katika roho na shetani pia yuko katika roho. Na sisi ni wanadamu ambao tuko katika hali ya mwili. Kwa hiyo huu mwili tulionao sisi tunao sisi tu, lakini Mungu ni roho na shetani pia ni roho. Kwa hiyo shetani akitaka kufanya chochote kwenye maisha ya mtu huwa anafanya kazi katika roho. Hali kadhalika na Mungu akitaka kufanya kazi katika maisha ya mtu, basi huwa anaanza kufanya kazi katika roho. Kwa hiyo Mungu na shetani ni roho, lakini pia ni watu ni wanafanya kazi kwa namna ambazo, katika njia ambazo zinafanana. Yaani kwenye njia ambazo Mungu anapita kufanya kitu kwenye maisha yako, ndio njia hizo ambazo shetani amewahi kupita kufanya kitu kwenye maisha yako. Unapoona uharibifu kwenye maisha yako, ni ishara ya kwamba shetani amepita kwenye maisha yako na amefanya uharibifu katika maisha yako. Lakini tukikuuliza ilikuwaje, haujui kwamba ilikuwaje. Ulianzaje kuugua? Unaweza kusimulia tu kwamba mimi nilisikia kichwa kinaniuma, baada ya hapo kizunguzungu nikaanguka, mpaka saa hizi ndio nimepoza. Yaani ni vitu ambavyo huwezi kuelezea. Tukikuuliza imekweje mpaka leo uko katika hali uliyokuwa nayo, unalima, unafanya kazi kwa bidii, unafanya biashara, unachokijua wewe utasema kwamba mimi nilikuwa tu napata hasara, au nikilima nilikuwa sivuni kwa kiwango kinachotakiwa, au hali ya hewa ilikuwa inakuwa mbovu. Hicho ndio unachokifahamu. Lakini kuna zaidi ya hicho unachokifahamu. Zaidi ya hicho ambacho unakifahamu wewe ni kwamba shetani anafanya kazi katika roho. Uharibifu unauona unatokea leo kwenye maisha yako, haujatokea saa unaonekana. Ulianza tokea zamani. Ulianza tokea zamani. Kwa hiyo uharibifu ambao unauona leo unatokea katika maisha yako ulianza tokea zamani. Haujaanza leo. Kama unaumwa, hali ya kuumwa haijaanza saa unaugua. Ilianza tokea zamani, ila ulikuwa hujajua kwa sababu ilianza katika roho. Biblia inasema Biblia inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote kama vile roho yako inavyofanikiwa. Mstari huu unatufundisha kitu kikubwa sana, kwamba chochote kile ambacho mtu anakitafuta huwa kinaanzia mbali rohoni, ndani kabisa. Mchawi aliyeharibu maisha yako, ili haribu maisha yako, alifanya vitu rohoni. Ndio maana hatukumuona, tumekuona tu unapooza. Tumekuona tu na ukimwi. Unaweza ukasema mimi na ukimwi ni ugonjwa upo, lakini hapana, kuna nguvu nyuma ya huo ugonjwa. Na kuna mahali huo ugonjwa umeanzia. Mahali huo ugonjwa umeanzia ni katika roho, Na ilivyo mbaya zaidi ni kwamba vitu vinavyoanza katika roho huwa havionekani katika hali ya kisayansi. Hatuviwezi kuviona katika hali ya kisayansi. Hakuna mtu anaweza akaniambia kwamba mimi nilienda hospitali, nilikuwa naumwa, nikapima, daktari akaniambia umelogwa wewe. Baada ya kunipima akaniambia hapa vipimo vyangu vinaonyesha wewe umelogwa. Haipo mtu wa namna hiyo. Kuna mtu anaweza akasema nilienda hospitali kupima, daktari akaniambia nina typhoid, nina UTI, nina kisukari. Mwingine atakwambia daktari ananiambia haoni ugonjwa wote na anaumwa. Hii ina maana kwamba kinachoanzia nguvu ya giza inapofanya kazi huwa inafanya kazi katika roho, na ndio maana hatuioni. Tunachokiona ni matokeo wa ile nguvu za giza. Kwa hiyo kama kutakuwapo kuna mgonjwa, tukiuona ule ugonjwa, kama kutakuwapo labda na pressure, tunapoiona ile pressure, yanakuwa ni matokeo ya uwepo wa nguvu ya ibilisi kwenye maisha ya huyo mtu. Kwa hiyo hatuioni hiyo nguvu ya ibilisi au hatuioni hiyo nguvu ya giza, lakini tunayaona matokeo ya uwepo wa hiyo nguvu kwenye maisha yako. Kwa hiyo matatizo uliokuwa nayo ni matokeo ya uwepo wa nguvu ya giza katika maisha yako. Kwa hiyo kama ni matokeo ya uwepo wa nguvu ya giza katika maisha yako, kilichoanzia rohoni kitaondolewa rohoni.
kilichoanzia rohoni kitaondolewa rohoni. Ugonjwa huo uliokuwa nao, kama ungekuwa tu ni malaria ya kawaida ya kung'atwa na mbu, na uhakika ungekuwa hauumwi ovyo ovyo baada ya kufuata masharti, kulala kwenye chandarua, kuwa makini na mbu, wala usingekuwa unaugua ovyo ovyo. Kwa sababu sio malaria ya kawaida, ndio maana unaugua mara kwa mara. Typhoid ulizonazo sio za kawaida, ndio maana unaugua mara kwa mara. Kwa nini unaugua mara kwa mara? Kwa sababu huo ugonjwa umeanzia rohoni. Kinachoanzia rohoni kinashughulikiwa rohoni. Imefika mahali watu wameacha kutafuta maisha, wameacha kutafuta mafanikio yao, na maanisha wameanza kutafuta namna ya kutatua matatizo aliyokuwa nayo. Unakuta mtu miaka yote, muda wote yuko anatatua matatizo aliyokuwa nayo. Hana muda sasa kwamba ngoja nitulie sasa nitimize ndoto zangu. Nitulie sasa niatafute maisha ambayo nayawaza, ninayaota. Hana muda kwa sababu saa yote yuko kwenye mlundikano wa matatizo. Kwa hiyo kila anapolala analala amke kesho ili atatue matatizo aliyopo kwenye maisha yake. Mtu huyu anatafuta maisha kwa ajili ya kutatua matatizo, sio mpango wa Mungu. Hali zote hizo ni mfano wa matokeo ya uwepo wa nguvu ya ibilisi katika maisha ya mtu. Nguvu ya shetani au nguvu ya ibilisi inafanya kazi kwa upana sana, na uharibifu wake umekuwa ni mkubwa sana. Na kadri miaka inavyozidi kuendelea na siku zinavyozidi kuendelea, ndivyo ambavyo uharibifu umezidi kuwa mkubwa. Watu wamezidi kupata majanga na matatizo ya aina mbalimbali, matatizo ambayo yanatudhihirishia wazi kwamba kuna uwepo wa nguvu ya giza kwenye maisha ya mtu. Mtazamaji unayetutazama kupitia hii madhabahu ya Sauti ya Uponyaji, Mungu ataenda kuondoa kila uwepo wa nguvu ya ibilisi katika maisha yako, na Mungu ataenda kuyaondoa yale mambo yote ambayo yanaashiria kuna uwepo wa nguvu ya giza katika maisha yako. Okay? Na hapo nilikuwa nazungumzia upande wa kwanza kwamba ili Mungu afanye kazi kwenye maisha ya mtu, lazima atafanya kazi ili shetani afanye kazi ya maisha kwenye maisha ya mtu, alete uharibifu kwenye maisha ya mtu, atafanya kazi katika roho. Ndio maana hatumuoni saa ametua, hatumuoni saa anatupandikizia mabaya. Tumeshtukia mabaya yako kwenye maisha yetu. Hatujamuona saa anatupandikizia misiba, tumeshtukia tuko katika misiba. Hatujamuona saa anatupandia majanga, tumeshtukia tu kwamba tuko katika majanga. Hatuwezi kuelezea, tumejikuta tuko katika majanga. Ndio sisi tuko katika majanga, na hatuwezi kuelezea ilikuwaje mpaka hatuna maelezo ya kutosha. Kwa nini hatuna maelezo ya kutosha? Kwa sababu vitu vyote vimefanya kazi katika ulimwengu wa roho. Basi mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote kama vile roho yako inavyofanikiwa. Huu ni mstari katika Biblia, ni mstari ambao unajaribu kusema chochote kitakachema kinachotokea kwenye maisha yako kitaanzia mbali rohoni. Sasa Mungu anapokuwepo katika maisha yako, anakuwepo katika maisha yako kwa ajili ya kuhakikisha maisha yako yanakuwa katika hali ya usalama. Lakini naye ili afanye kazi, atafanya kazi katika roho. Ili afanye kazi, atafanya kazi katika roho. Biblia inasema yule kipofu aliyemkuta pale, Biblia inasema alimkuta kipofu katika kitabu cha Mathayo, Luka. Alimkuta kipofu pale, akatema mate chini, akatengeneza matope, halafu akampaka machoni. Halafu alivyompaka machoni, akasema nenda ukanawe. Biblia inasema yule kipofu aliona, aliponawa aliona. Sikiliza nikwambie, hakuna uhusiano wote wa uponyaji na ufungulivu wa kipofu. Hakuna uhusiano wowote kati ya matope na ufungulivu wa yule kipofu. Matope yalibakia kuwa matope. Usipokuwepo, ilikuwepo ni nguvu ya Mungu ambayo ilikuwa inafanya kazi pale katika roho. Na ndio maana hatukuiona, hatuwezi tukaelezea kwamba tuliona kitu kinakuja hivi alafu kikaingia kwenye matope, na baada ya kuingia kwenye matope yule alipoweka matope pale kwenye macho ndio maana amefunguka. Hatuoni. Kwa nini hatuoni? Kwa sababu ni katika roho. Katika roho ni mahali ambapo hapawezi kuonekana. Nadhani sasa unaanza kunielewa. Kwa hiyo kama matatizo yako yalianza katika roho, yatatolewa katika roho. Na ili yatolewe katika roho, lazima awepo mtumishi ambaye Mungu ameamua kukaa ndani yake. Kwa sababu Mungu anafanya kazi katika roho, basi Mungu anakaa ndani ya watu. Akali kadhalika kama shetani ambapo amekaa ndani ya watu. Ukimwona mchawi, maana yake shetani amekaa ndani ya mchawi. Ili ulogwe, shetani hawezi akatoka kuzimu aje kukuloga, lazima akae ndani ya mtu. Alafu huyu mtu tunamuita mwanga sasa. Lazima akae ndani ya mtu, alafu huyu mtu ndio tunamuita mwanga. Alafu ndio anakuja kuloga maisha yako. Hali kadhalika, na ili Mungu afanye kazi kwenye maisha
maisha yako, aondoe hayo ambayo yanaendelea kwenye maisha yako, lazima akae ndani ya mtu. Halafu huyo mtu aje kwenye maisha yako akwambie Mungu anafanya 1 2 3. Huyo ndo anaitwa mtumishi wa Mungu. Nadhani sasa unanielewa. Ndio maana nimekuambia namna ambavyo shetani anafanya kazi kwenye maisha yako ndio vile vile ambavyo Mungu anafanya kazi kwenye maisha yako. Ukweli uko hivi, Mungu na shetani ni roho, hawaonekani, lakini ili watimize majukumu yao kila mmoja atamtumia mtu. Kila mmoja atamtumia mtu. Kama mtu atafanikiwa, tafsiri yake ni kwamba mafanikio haya hayajaanza leo. Hayajaanza leo tunapomuona amefanikiwa. Mafanikio haya yameanza mbali sana, mbali katika roho, mbali sana, mbali sana. Yameanza. Alafu tunapoyaona sasa, tunapomuona labda na majumba na magari, tunaona matokeo ya mafanikio ambayo yalikuwa yameanzia mbali sana. Okay? Sasa huu ulikuwa utangulizi, tunaanza. Sasa ili Mungu na shetani wafanye kazi kwenye maisha ya mtu, nimekuambia mambo ambayo Mungu anafanya kwenye maisha ya watu na mambo ambayo shetani anafanya kwenye maisha ya watu. Ili Mungu afanye kazi kwenye maisha ya mtu, njia pekee anayotumia kufanya kazi kwenye maisha ya mtu ni kitu tunakiita ufahamu. Mungu hawezi kufanya kazi kwa mtu nje ya ufahamu wake, hawezi. Akitaka kufanya kazi kwenye maisha yako, atafanya kazi kupitia ufahamu. Wengi tumezoea kwamba Mungu anafanya kazi katika imani. Yes, ukiamini Mungu anaweza kufanya kitu, lakini ukiamini bila ufahamu, inawezekana unachoamini kisitokee kwenye maisha yako au kikakawia kutokea kwenye maisha yako. Hata imani ili iende vizuri kabisa na upate unachokiamini vizuri kwa uhakika kabisa, lazima uilete katika ufahamu. Lazima ikubaliane na ufahamu wako. Mungu akitaka kufanya chochote atafanya na ufahamu. Na Mungu akitaka kufanya lolote kwenye maisha yako atafanya na ufahamu. Unafahamuje kuhusu unalolihitaji kutoka kwa Mungu? Unafahamuje? Unafahamuje unalolihitaji kutoka kwa Mungu? Unafahamuje unalolihitaji kutoka kwa Mungu? Kama kwa kadri unavyofahamu ndivyo ambapo Mungu anaweza kufanya kitu kwenye maisha yako. Hebu tuende moja kwa moja, tuende katika Biblia, kitabu cha Matendo ya Mitume. Moja kwa moja kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Angalia nguvu ya ufahamu hapa. Biblia inasema kipindi kile Paulo na Sila walifungwa gerezani. Kipindi kile Paulo na Sila walikuwa wamefungwa gerezani. Baada ya Paulo na Sila kufunga gerezani, Biblia inasema wakiwa ndani ya gereza, basi waliamua kufanya ibada pale ya sifa, wakamsifu Mungu. Unajua Paulo na Sila walipokuwa na msifu Mungu, walikuwa wanamsifu Mungu kama kumsifu, yani kama wameamua kuimba. Okay, kama wewe labda uko hapo nyumbani kwako unaamua sasa uimbe tenzi kidogo, kaimba, ilikuwa hivyo. Umeamua cha kutumaini sina. Yani ndio hivyo, unaimba hapo nyumbani kwa, basi na wenyewe waliamua waimbe kwa wakati huo. Biblia inasema walipokuwa wanaendelea kuimba, milango ya gereza ikafunguka. Nitaanzia hapa, milango ya gereza ikafunguka. Biblia inasema milango ya gereza ikafunguka. Milango ya gereza ikafunguka. Paulo na Sila wanaangalia, wanakuta milango ya gereza imefunguka. Biblia inasema walipoona milango ya gereza imefunguka, Paulo na Sila wakatoka gerezani. Swali tunalirudisha kwako unayenitazama wakati huu. Je, gereza lilikuwa lina Paulo na Sila tu? Yani gereza lote lilikuwa lina wafungwa wawili, Paulo na Sila? Hapana. Gereza lilikuwa lina wafungwa wengi sana. Lakini kwa nini wafungwa wengine hawakutoka hata kama mlango ulikuwa umefunguka? Kwa sababu ufahamu wao haukuambia watoke. Macho yao lazima yaliona mlango ulifunguka, kwa sababu ule mlango sio ulifunga katika roho, ulifunguka, ulikuwa ni mlango wa kawaida ukafunguka. Macho yao yaliona mlango umefunguka kabisa, lakini ufahamu wao haukuambia twende tupite, tuondoke hapa gerezani. Kwa hiyo waliendelea kukaa gerezani, na Paulo na Sila waliondoka zao wakaenda kuishi huru kule Ulaiani. Ili Mungu afanye kazi, atafanya kazi na ufahamu. Sasa nitarudisha swali kwako. Je, Mungu akufungua gereza? Je, Mungu akufungua gereza? Alifungua gereza. Lakini ambacho Mungu hakufanya,
alifungua gereza akaiacha milango wazi. Alafu akataka wenyewe wajiongeze, waliopo gerezani wajiongeze kutoka. Biblia inasema Paulo na Sila peke yao ndio walijiongeza kutoka, alafu wale wengine wakaendelea kukaa gerezani. Biblia inasema Mungu akuja kuwabeba kuwatoa nje ya gereza. Mtazamaji, mtoto wa Mungu naye nisikiliza, hakikisha ufahamu wako unakuwa mpana sana kwenye mambo ya Mungu. Hakikisha ufahamu wako unakuwa mpana. Kadri ufahamu wako unavyozidi kuwa mpana, ndivyo ambavyo kuhusu mambo ya Mungu, ndivyo ambavyo Mungu anafanya kazi katika maisha yako. Ndivyo ambavyo Mungu anaweza kufanya mambo kwa upana kabisa, lakini pia kwa haraka sana, lakini pia kwa wepesi sana. Tumesoma Biblia katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Twende tena Biblia katika kitabu cha Danieli. Tumuone hapa Danieli. Biblia inasema wana wa Israeli walichukuliwa wakapelekwa utumwani Babeli. Baada ya kupelekwa utumwani Babeli, Biblia inaendelea kusisitiza kwamba wakaendelea kukaa huko, lakini Isaya alitabiri ile safari yao ya kwenda utumwani Babeli kwa sababu ya dhambi zao nyingi na maovu yao kibao. Biblia alisema watakaa miaka 70. Lakini wana wa Israeli walipofika Babeli, wakakaa mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 70. Umefika mwaka wa 71 hawana mpango wa kuondoka. Wakaendelea kukaa. Biblia inasema wakaendelea kuishi hapo, wakaishi. Ndipo siku moja Biblia inasema Isaya akiwa anasoma vitabu akasoma kwamba kuna mahali pameandikwa kwamba wataenda Babeli watakaa kwa siku kwa muda wa miaka 70. Lakini leo ilikuwa imefika miaka 400 mpendwa, miaka 400 katika hali ya utumwa. Biblia inasema Danieli akasema miaka 400 na maana tunakaa hapa bure tu, kumbe adhabu yetu iliisha. Biblia inasema ndipo Danieli akaamua kufanya maombi, amwambie Mungu, sasa njoo ututoe, tunataka kuondoka kwa sababu ni wakati wa kuondoka kwetu. Biblia inasema Danieli akawa anaomba. Sasa alipoomba Mungu akamtuma malaika amletee majibu. Malaika Gabrieli amletee majibu. Malaika alipokuwa anakuja, Biblia inasema mfalme wa Uajemi alikuwa akamzuia yule malaika ambaye alikuwa analeta majibu. Akamzuia malaika, mfalme wa Uajemi. Sio rais wa Uajemi, mfalme wa Uajemi. Nitaka kusemaje hapa? Mfalme wa Uajemi, tuseme kama rais wa Uajemi. Lakini katika ulimwengu wa roho, katika mambo ya giza, unajua katika mambo ya giza pia wawanga wana vyeo vyao. Yaani katika nchi ya Tanzania lazima tutakuwa kuna mwanga mkubwa. Yaani mwanga mfalme wa Tanzania hapa lazima yupo huko, au tunaweza tukasema rais wa wachawi Tanzania lazima yupo. Biblia inasema sasa huyo rais wa wachawi wa huko Uajemi hapo mkuu anga akamshikilia yule malaika ambaye ameleta majibu ya Danieli. Ametumwa na Mungu na akakamatwa. Malaika ametumwa na Mungu na akakamatwa. Biblia inasema Danieli yeye anaendelea kuomba. Biblia inasema ndipo Mungu akaamua kusema yeye mwenyewe moja kwa moja, akasema akamtuma malaika Mikaeli aje apambane na yule mfalme ambaye alikuwa amemshikilia malaika aliyebeba majibu. Biblia inasema sasa malaika anakuja na majibu. Mungu anasema kwamba kilicholetwa kimeandikwa hivi. Mungu anasema wewe Danieli, toka siku ile ulipotia ufahamu ya kwamba mnaishi katika utumwa kimakosa, mnatumikishwa bure, mlitakuwa muwe hampo katika haya mateso, mimi Mungu nilijibu. Toka ulipotia ufahamu, mahali ulipo, toka ulipotia ufahamu. Mungu anasema toka siku ile ulipotia ufahamu, alipotia ufahamu, Mungu alishajibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani unaanza kunielewa. Alipotia ufahamu, sio alipoamini. Toka siku alipotia ufahamu na kuelewa kwamba hatutakiwi kuishi katika hali hii, hatutakiwi kuishi katika mateso haya, hatutakiwi kuishi katika kiwango hichi cha vifungo. Mungu anasema alijibu toka siku alipotia ufahamu. Mungu alijibu. Sikia nikwambie, toka utakaposikia neno kutoka kwa mtumishi, ukatia ufahamu ya kwamba ni kweli imekuwa, Mungu anajibu kile unachokihitaji kwenye maisha yako. Anajibu. Walokole wengi siku hizi wameshindwa kupokea kutoka kwa Mungu kwa sababu ya ufahamu. Na kilichotokea hapa sijui kimekuaje, kwamba warokole wameamua kuishi rohoni bila ufahamu. Yaani wameingia huko rohoni. Hata huko rohoni lazima uingie rohoni ukiwa na ufahamu, kwa sababu Mungu hawezi kufanya kazi nje ya ufahamu wako. Ndio maana tunapata warokole kadri mnakuta mtu miaka yake 20 yuko kutoka amemjua Mungu. Miaka yake 20 yuko kwenye madhabahu. Hayapo mabadiliko kwenye maisha yako. Hiyo sio madhabahu. Miaka 20 yuko kwenye madhabahu, hakuna mabadiliko kwenye maisha yako. Hiyo sio madhabahu. Hiyo mimi ninachofahamu, madhabahu ina asili ya kutoa vitu
kwa ajili ya watu wake. Inawezekana madhabahu haina shida, inawezekana shida ni wewe. Ufahamu wako hauendi sawa sawa na vile Mungu anataka kufanya kwenye maisha yako. Ndio maana unakuta umekuwa duni, umekuwa duni, umekuwa duni, umekuwa duni na umekuwa duni. Mpango wa Mungu ni kuinua maisha yako. Mpango wa Mungu ni kubariki maisha yako. Na unaelewa mpango wa Mungu na unatambua na unakiri hiyo mistari unaisema vizuri kabisa kwamba nitakuwa juu na wala siwezi kuwa chini. Lakini ndio wewe huyo unaishi kwa madeni. Lakini ndio wewe huyo unakopa. Ili ule unakopa. Yani ndio wewe kula una fight kula. Kuna mtu ana fight kutimiza ndoto zake na kuna mtu ana fight kula. Yani ili yale anapambana. Anaamka asubuhi anaenda kutafuta hela ya kula. Kuna tofauti kubwa sana kati ya watu wawili. Kuna mtu anaamka asubuhi anaenda kutafuta hela ya kula na kuna mtu anaenda asubuhi anaenda kutimiza ndoto alizokuwa nazo. Hawa ni watu wawili tofauti kiuhalisia. Najaribu kusema hivi, mwana wa Mungu, ifike mahali mengine yasiwe matatizo. Ifike mahali chakula wewe milo miwili sijui mlo mmoja isiwe jambo kubwa ambalo unaweza kupigania. Na kwa sababu Mungu amekuchagua, hii ni haki yako, mtoto wa Mungu. Kwa nini hii haiji kwenye maisha yako? Inawezekana ufahamu wako bado kuhusu Mungu bado haujakuwa kivile. Unasikia maneno wa matumishi wanasema pokea na upokee, amina amina. Kwa nini sasa mambo hayabadiliki kwenye maisha yako? Sio tu ishia kupona, lazima maisha yako yafunguke. Tunataka kanisa takatifu na tajiri. Hili ndio kusudi la Mungu siku zote za maisha yetu. Ufahamu. Najaribu kuzungumza ufahamu. Ufahamu kuhusu mambo kwamba nje na ufahamu wako Mungu hawezi kufanya chochote. Kama Danieli asingetia ufahamu siku zile na kuhakikisha mpaka leo wana wa Israeli wangekuwa Babeli utumwani. Wangekuwa mpaka leo utumwani. Itakiwa wajue kwamba tunatakiwa kuondoka utumwani. Na Biblia inasema waliondoka, walipotia ufahamu waliondoka, wakaondoka kweli, wakaenda utumwani. Ufahamu ni kitu kimoja kizuri sana unatakiwa kuwa nacho mtu wa Mungu. Lakini pia Biblia katika kitabu cha Mathayo, kipindi kile Bwana Yesu alipofufuka, tuanzie hapa. Biblia inasema, nadhani ngoja tusome. Bwana wewe